Kwingineko ni kwamba mitaro mikubwa ya mmomonyoko wa udongo inashuhudiwa katika mashamba ikitishia makazi katika eneo la Maungu katika kaunti ya Taita Taveta na kuacha wakazi na wasiwasi. Mmomonyoko huo unaochochewa na mabadiliko ya tabia nchi tayari umesababisha kifo cha mtoto mmoja, huku familia zikijitahidi kuokoa ardhi yao. Licha ya juhudi za serikali za upanzi wa miti na miradi ya kijamii ya uhifadhi wa mazingira, wataalamu wanaonya kuwa uharibifu huo utaendelea ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Mitaro mikubwa kutokana na mmomonyoko wa udongo inashuhudiwa katika eneo la Maungu, kaunti ya Taita Taveta, na kuyaacha makazi mengi kwenye hatari ya kuporomoka, huku wakulima wakifanya juhudi kuokoa ardhi yao. Kwa wakazi hapa, athari za mabadiliko ya tabia nchi zinashuhudiwa sasa. Fidelia Mkamburi anafahamu fika yanayojiri. Hapo kwangu kuna korongo kubwa na niko na watoto na wajukuu, na hiyo naona inani affect kwa sababu kuna wakati mtoto wangu alienda na maji. Sasa nikiona hivyo inanikumbusha. Mtaro mkubwa zaidi katika eneo hilo ni wa umbali wa kilomita 1 na wenye upana wa mita 6, huku ukiwa na kina cha mita 2. It is a sad story that most people cannot comprehend, but this is the ultimate. This is the very advanced stage of soil erosion. Udongo unaporomoshwa kwa kasi na kusitisha maisha ya wakulima wanaotegemea ardhi yao. So you can imagine the volume and the speed of water, the force that that water comes with. It takes away the topsoil. We have been training farmers. We have about 120,000 people in what Wildlife Works Kasigawa Corridor Red Plus project refers to as the community. There are about 120,000, and our estimate is that we have about 30 to 35,000 adults. We have a program that is helping farmers access high-yielding livestock like Frisians, improved breeds from Calro, that are able to produce more milk, and they are kept at home with the intention of increasing milk production and at the same time reducing the pressure on the forest by ensuring that you have less cows at home and selling whatever as less production that always go to the forest. Na licha ya juhudi hizo, wakazi kama Fidelia wanakabiliwa na changamoto za kila siku kuhusu ardhi inayoendelea kutokomea wakitazama. Mali mimi niko karibu na maji na korongo sana. Kama anaweza nipatia msaada wote, hata kama niyo nyumba kuyahamisha ama kutoa misaada mingine zaidi kwa kutusaidia kutoa hiyo makorongo, kwa sababu imekuwa ni tishio. Hata watoto kutoka shuleni tuna wasiwasi.